Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa chaneli ya Sultani Online TV, wale wote mnaozidi kunifuatilia na kupata darasa za aina mbalimbali, leo tungependa mada yetu ya leo kutazama siri usiyoijua kupitia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rahman, 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 ya Rahman. Nataka nikupe faida ya jina la Mwenyezi Mungu ya Rahman, ili ndugu yangu ujue kabisa kwamba hii ya Rahman una uwezo mkubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliandaa bomu zito la maangamizi kupitia ya Rahman. Lakini siku ya leo tutatazama ya Rahman, hili jina la Mwenyezi Mungu katika faida tofauti tofauti. Hii itakupa wewe kuwa ni kun fayakun, ni dua ya kun fayakun, itakupa hii faida kubwa sana. Kwa hiyo twende sambamba ili uweze kupata siri ya mafanikio kwa kupitia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Rahman. Hili jina ukilitumia kwa thuruthi ya mwisho ya swala ya swala ya Isha, yani maana yake wakati umemalizia swala ya Isha, kisha baada ya hapo basi ukafanya hii. Lakini vile vile baada ya kutoa salamu kisha ukanyanyuka kuswali rakaa mbili za haja. Baada ya salamu ya swala ya Isha ukanyanyuka ukaswali rakaa mbili za haja, kisha utasoma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 2387. Sikiliza vizuri, 2387 utatamka ya Rahman, ya Rahman, lakini kwa sharti hapa lazima tuelewane, ili hichi ninachokufundisha, ninachokuelekeza kiwe kun fayakun, basi naomba ndugu yangu kufuata taratibu hizi ninazokwambia. Fata tu hizi. Sasa haujafanikiwa, umezifata hizi alafu hujaona mafanikio, hapo sasa ndio niambie, Sheikh bwana nimefanya lakini sijaona mafanikio. Hapo kawaida chini hapo kuna namba zangu za simu. Huwa sifanyi kitu cha bla bla, nikikupa kitu nakupa kitu chenye faida na kitu chenye mafanikio. Sasa sharti lake kwanza kabisa, wakati unafanya hii siri ya jina ile ya Rahman, sharti wakati unafanya siri hii usionwe na mtu yoyote. Sisi tunaelewana? Wakati unafanya hili usionwe na mtu yoyote. Maana yake unaweza ukaswali sala ya Isha kisha ukarejea pengine nyumbani kwako, kisha baada ya hapo ukasimamisha rakaa zako mbili za haja ukafanya jambo lako. Ni siri usionekanike na mtu yoyote wakati wafanya hili, ndiyo siri yake kubwa.
Kama ni chumbani, basi uwe peke yako, unafanya kwa muda wa usiku. Unafanya kwa muda wa usiku. Maana yake muda wa usiku, maana yake ni pale baada ya swala ya Isha, basi na kuendelea mbele unafanya. Maana yake baada ya Isha ukafanya pengine saa 3, ukafanya pengine saa 4, kadha kadha. Lakini baada ya Isha utafanya hii siri ndani ya siku 3. Ndani ya siku 3 ukaifanya hii siri. Yaani maana yake ni siri na inahitajika uifanye kwa siri. Ni siri, uifanye kwa siri ndani ya siku 3. Ndani ya hizo siku 3 kuna mambo, wakati unaifanya hii siri, kuna mambo, kuna bishara zitakutokea wakati unafanya hii siri. Mwenyezi Mungu kuna bishara hata kuonyesha, kuna vitu Mwenyezi Mungu hata kuonyesha kutokana na haja yako ile uliyeiomba pale katika rakaa zako zile 2 za haja ulizozisema. Basi hapo hapo kuna nyakati zile ambazo wewe ambazo umemwambia Mwenyezi Mungu haja yako. Basi pindi utakapoingia kwenye hiyo dua, wakati unatamka haya maneno ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman, umetulia, basi pale pale kuna wakati Mwenyezi Mungu atakuonyesha makusudio ama atakuonyesha bishara katika uombaji wako. Atakapokuonyesha kutokana na haja yako, siku ya 3 ukimaliza, utatakiwa kutoa sadaka. Hapo sasa ndio vitu ambavyo unahitajika utulie kwa kunisikiliza zaidi. Utahitajika utoe sadaka. Una uwezo wa sadaka ya kichinjo, basi kwa wewe mwenye uwezo wa sadaka ya kichinjo ni aula zaidi, ni mujarabu zaidi ukifanya hilo jambo. Lakini vile vile kwa yule ambaye uwezo wa sadaka ya kichinjo hana, Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kukujua wewe. Kwa hiyo maana yake hatakidhi haja yako, makusudio yako kutokana na hali yako uliyokuwa nayo. Uwezi ukawa una hali nzuri na idua kusudio lake ndani yake kuwe kuna kichinjo, uwezo wa kuchinja unao, alafu ukasema mimi siwezi kuchinja bwana. Maana yake wewe utakuwa mwenye kufanya makusudi. Kwa hiyo majibu usipoyapata, wala usije ukasema hii dua sio kun fayakun. Kwa hiyo siri ukimaliza utatakiwa kutoa sadaka. Ukiwa una uwezo fanya kichinjo. Kama huna uwezo basi toa sadaka yoyote ile. Allah atakupa uwezo, atakupa uwezo kwa kile ulichokiomba. Inshallah Allah atajibu maombi yako, kwa sababu anajua kabisa mja wake kweli uwezo wa kichinjo huna. Lakini vile vile ukiwa una chochote, pengine hali yenyewe uliyokuwa nayo oehahe, wanasema oehahe, maana yake hali ni tete ya kifedha, uwezo kabisa hata wa hiyo sadaka yenyewe huna. Fanya, Allahu yaalam. Fanya, usiseme kwamba mimi sasa sadaka ya kichinjo sina. Fanya. Kwa hiyo utakapofanya hii itakupa uwezo mkubwa sana. Ukisema chochote kwa watu utakuwa mwenye kusikilizwa, chochote kile utakuwa mwenye kusikilizwa. Lakini pili vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakuwa anakupa uwezo mkubwa. Uwezo huo ndani ya hapo wa fikra ya kufikiria vitu na kupatia ufumbuzi kwa haraka, lakini vile vile atakupa uwezo wa kuweza kuijenga familia yako katika misingi, lakini vile vile atakupa uwezo wa kutokulala njaa hata siku moja, ukidumu na hii na tamko hili ya Rahmani ndani ya siku ngapi? 3, kwa idhini ya la ilaha illa Allah. Kwa kufata taratibu hizi nilizokuambia, ukatamka ya Rahmani ya Rahmani ya Rahmani ya Rahman mara 2387 kwa muda wa siku 3, Allah atakupa muujiza mkubwa sana katika maisha yako. Kila mtu ukisema chochote utasikilizwa,
Kama unatafuta cheo, basi tumia njia hii, insha Allahu taala, Allah atakupa cheo. Na kama unatafuta wadhifa fulani, Allah atakupa wadhifa huo. Na hata kama unatafuta Mungu aweze kukunyanyua daraja yako, ukisema neno kwa watu, basi lile neno liwe limeshikiliwa na likafanyiwa kazi, basi tumia njia hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wallahi wabillahi watallahi utanikumbuka katika maisha yako. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.